Mhashamu Askofu wa Jimbo Katoliki Morogoro, waheshimiwa mabalozi, mapadri, ndugu wa marehemu Dr. Mogela, waombolezaji wenzangu pamoja na wenzangu kutoka Idara ya Sayansi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, habari za asubuhi. Mimi naitwa Lupa Ramadhani, ni mkuu wa Idara ya Sayansi ya Siasa na Utawala ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambayo Dr. Mogela alikuwa akifanyia kazi. Nimekuja na wenzangu ambao ningependa wasimame kwa wachache kutoka Idara ya Sayansi ya Siasa, na wengine nimeona kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo tumekuja kuomboleza pamoja na nyie. Tunawapa pole sana, tunampa pole Mhashamu Baba Askofu. Napenda kusema machache kuhusiana na Dr. Mogela. Sisi idarani tulikuwa tukimuita Dr. Mogela, na sana sana tulikuwa tukimuita Father. Basi kwa hiyo mtu akisema Father tunajua ni Father Mogela, au Doctor, sisi tunaitana madokta. Father Mogela kama ilivyosemwa hapa, ni kama ukiona historia yake, ni moja ya mihimili ya sayansi ya siasa. Mimi naweza kusema wale walikuwa ni kizazi cha pili cha wanazuoni wa sayansi ya siasa, kwa sababu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilianza mwaka 1961, na waliokianzisha chuo, wale wanazuoni wa mwanzo walikuwa wengi ni wageni kutoka nje ya nchi, kwa sababu nchi haikuwa na wasomi wakati huo. PhD za mwanzo za political science ni kuanzia miaka ya mwanzo ya 70. Kwa hiyo akina Father Mogela wanaingia miaka ya 77, ndio maana nasema labda ni kizazi cha pili au cha tatu. Kwa hiyo walikuwa ni watu ndio mihimili, na ndio wale wa Tanzania wazawa wa awali kabisa walioanzisha taaluma hizi, na taaluma kwa kawaida yake inapanuka. Kwa hiyo yeye alikuwa mtaalamu wa local government. Hiyo ni sehemu ya taaluma ya sayansi ya siasa. Sayansi ya siasa inapanuka na inaendelea kupanuka, na lazima uwe na watu kama hao ambao wanakuwa ndio wanaitwa think tanks. Hawa ni watu wabobezi, wanafikiria, wanahoji. Na mimi nashangaa aliwezaje kuogelea huku na huku, kwa sababu upande wetu sisi ni wa kuhoji kwenye taaluma. Upande wa pili huku sidhani kama kuna kuhoji sana. Kwa hiyo ana sifa hiyo, ni sifa ya tofauti na ya upekee. Na ukiacha hivyo alikuwa mchapakazi sana. Mchapakazi. Hata mwenzangu hapa alikuwa ananiambia alikuwa anaingia asubuhi saa 1:30 yupo ofisini, na hatoki mpaka saa 10. Au kazi yetu wakati mwingine unakesha ofisini. Kazi ya kusoma sio masiara, unakesha. Kwa hiyo huwa hakuna muda wa kutoka. Hatuna sisi sehemu una sign, ofisi nyingine una sign unatoka saa ngapi. Kwetu hakuna. Muda utakaotoka mtu anaweza kukuta saa mwingine anaamka na mswaki mfuko. Alikuwa mnyenyekevu, lakini pia alikuwa mkali, hasa kwa watu ambao wanapindisha sheria, na kwa wanafunzi wazembe alikuwa hawavumilii sana. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu ya uchapakazi wake, hata hii stroke tunasema, alikuwa ofisini wakati stroke inampata. Alikuwa ofisini akifanya kazi. Alikuwa ni mtaalamu mwenye maarifa na elimu kubwa, na ni adimu kwa watu kuwa na elimu kama yake. Elimu hii tunasema, sisi wengine tunasema elimu dunia na elimu ahera. Yeye alikuwa nazo zote mbili. Kwa hiyo unaweza kuona ni mtu alikuwa na maarifa makubwa sana, na alikuwa ni mtaalamu pia. Na kwa kuthibitisha hilo, kwa miaka 2 aliazimwa na ubalozi wa Sweden kufanya nao kazi kwenye program. Ilikuwa ni program ya kuangalia misaada. Nadhani wale wa Sweden walikuwa wanatathmini misaada yao. Kwa hiyo akaazimwa kama mtaalamu na akaenda kufanya kazi kwao kwa miaka 2. Kwa hiyo akachukua likizo ya kuazimwa kwa miaka 2, akaenda huko. Kwa hiyo sisi tulifanya naye kazi kwa miaka 35 kama ilivyosemwa, na tulikuwa naye karibu sana. Na hilo jina mnaona anaitwa Nipashe, hilo ni jina tulimpa sisi, lakini
Yeye mwenyewe alikuwa akijiita Koroboi. Koroboi. Koroboi ni jina la unyenyekevu. Koroboi anasema Koroboi haina mwanga, hakuna mtu anaithamini sana, lakini ipo na ina thamani yake. Wakati fulani utaitafuta tu. Sisi tulokaa kwenye Koroboi tunaijua, lakini ni jina la unyenyekevu kama wanavyosema. Kwa hiyo mwaka 2015 ndio sisi tulimwaga rasmi idarani, tukamwandalia tafrija ndogo, tukaongea naye sana mpaka usiku, alafu ndio tukawa tunaagana. Lakini hata baada ya hapo alibaki kuwa karibu sana na idara, karibu sana, na kama ilivyosemwa hapa, wenzetu walikuwa wakija mara nyingi kumuona kwenye makazi yake hapa. Na mimi nakumbuka miaka 2-3 iliyopita tulikutana naye Morogoro mjini, wakati nikipita tu tukaongea naye sana, na unaona mapenzi yake kwa idara, kwa sababu anakuuliza, anataka kujua mtu mmoja mmoja wanaendeleaje, unamwambia kwa kirefu sana, tukaongea mjini pale. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wetu wa karibu sana. Sisi tumepoteza mtu kwenye familia ya idara ya sayansi ya siasa na utawala. Kwa hiyo tuko kwenye majonzi, tunashirikiana pamoja na familia yake hii ya ndugu pamoja na familia ya kanisani. Kwa hiyo kama idara tulijikusanya kama ilivyo kawaida, na tuna rambirambi zetu ambazo tutamkabidhi Mhashamu Baba Askofu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu aweke roho yake mahali pema peponi. Asanteni sana kunisikiliza.